بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير، نبينا محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين الغر الميامين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنفان رحمة الله عليهما: تقسيم الفعل باعتبار زمنه. الفعل الماضي: الأمثلة: جرى الكلب، وقف الرجل، ضاع الكتاب، دقت الساعة، جاءت البنت، باضت الدجاجة. Wanasema waandishi wawili, Allah warahamu, taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, mgawanyo wa kitendo kwa mazingatio ya muda wake au wakati wake. Taqsimul fi'li, mgawanyo wa kitendo, bi'tibari zamanihi, kwa mazingatio ya muda wake ambao ndani yake kitendo kilifanyika. Anwani hii ni anwani ambayo waandishi wa kitabu Allah warahamu wanakusudia kutuletea mlango miongoni mwa milango inayokusudia kufafanua vitendo. Kama ambavyo tulivyotoka katika mlango uliopita tukasema alkalimatu thalathatu anwa, maneno ya Kiarabu yapo katika aina kuu tatu: alasmau walaf'alu walhuruf, majina, vitendo na herufi. Milango yote itakayobebwa katika vitabu vya nahwu, milango yote itakayobebwa katika milango ya masomo ya lugha, basi ni milango itakayobeba ndani yake mafundisho kuhusu mojawapo katika aina kuu hizi tatu za maneno ya Kiarabu. Na mlango wetu huu tuliouanza baada ya mlango uliopita ni mlango unaokusudia kufafanua mojawapo ya aina tatu za maneno ya Kiarabu, nayo si nyingine ni alfi'l, kitendo. Na mlango wetu unaanza kwa kugawanya vitendo. Vitendo vinagawanyika katika mazingatio mbalimbali, na miongoni mwa mazingatio hayo ni kuzingatia muda ambao ndani ya huo muda kitendo kilifanyika. Vitendo huwa vinagawanywa kwa mazingatio mbalimbali, na miongoni mwa mazingatio ya ugawanyikaji wa vitendo ni kwa kuzingatia muda ambao ndani yake kitendo kimetendeka. Na hapa tunagawanyishiwa vitendo katika makundi mbalimbali yatakayosemwa hapa, lakini ni kwa mujibu wa mazingatio ya muda ambao ndani yake vitendo hivyo vimefanyika. Taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, mgawanyo wa kitendo kwa mujibu au kwa mazingatio ya muda wake. Akaweka nambari moja akiwa na maana ya kuorodhesha kuanzia nambari hii moja na kuendelea katika nambari inayofuatia na kuendelea katika nambari inayofuatia, kuwa ipo ndani ya orodha ya mgawanyo wa vitendo kwa mazingatio ya muda ambao kitendo kimefanyika. Kwa hiyo nambari moja katika mgawanyiko huu wa vitendo ni alfi'lul madhi, kitendo cha wakati uliopita. Alfi'lul madhi, kitendo cha wakati uliopita.
Na hapa analeta mifano kabla ya kuchambua mifano hii. Anasema al-amthila, mifano: jara al-kalbu, alikimbia mbwa. Jara al-kalbu, alikimbia mbwa. Waqafa ar-rajulu, alisimama mtu. Waqafa ar-rajulu, alisimama mtu. Waqafa ar-rajulu, alisimama mtu. Dhaa al-kitabu, kilipotea kitabu. Dhaa al-kitabu, kilipotea kitabu. Daqqati saa, iligonga saa. Daqqati saa, iligonga saa. Daqqati saa, iligonga saa au ilitimia saa. Jaatil bintu, alikuja binti. Jaatil bintu, alikuja binti. Jaatil bintu, alikuja binti. Badati dajaja, alitaga kuku jike. Badati dajaja, alitaga kuku jike. Badati dajaja, alitaga kuku jike. Mifano hii ni mifano ambayo ameigawanya katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la kulia, sentensi 3, na kundi la pili ni kundi la kushoto, sentensi nyingine 3. Katika sentensi 3 za mwanzo za kulia tunaona kitendo hakina taa iliyofunguliwa, lakini kitendo kuanzia nambari 4, 5 mpaka 6 katika sentensi za nambari hizo vitendo vina taa iliyofunguliwa. Athari hii ni athari inayotokana na mtendaji aliyefuata baada ya kitendo. Watendaji waliopo katika sentensi 3 za kulia za mwanzo, sura yake na mionekano yake si sawa sawa na mionekano au sura za watendaji waliopo katika sentensi 3 nyingine za kushoto. Watendaji wametofautishwa kwa upande wa jinsia zao. Ndio maana na vitendo navyo vya wakati uliopita hivi ambavyo vitachambuliwa hapa chini vinaonekana kutofautishwa kwenye mionekano yake. Kuna ongezeko la taa iliyofunguliwa katika utendaji wa watendaji wa vitendo hivyo wenye sura zinavyoonekana katika sentensi 3 za upande wa kushoto, kwa kuwa tu hao watendaji ni watendaji wa jinsia ya kike. Na huku katika upande wa kulia hakuna ile taa iliyofunguliwa iliyoambatanishwa na vitendo hivyo, ikiwa ni alama kwamba watendaji wahusishwao na utendaji wa vitendo hivyo vya wakati uliopita jinsia yao ni ya kiume. Lakini hilo si lililokusudiwa. Hilo si lililokusudiwa katika huu mlango. Lililokusudiwa katika huu mlango ni tupate kufahamu nini kusudio la al-fi'lu al-madhi. Nini kusudio la al-fi'lu al-madhi? Maana yake ni nini? Kisha mengine yanayokuja baada ya mlango huu kuwa tayari umeshaweka ufafanuzi wa awali wa kitendo cha wakati uliopita, yatakayokuja baada ya hapo kuhusu al-fi'lu al-madhi yataongezea juu ya msingi huu wa kuifahamu al-fi'lu al-madhi. Msingi wa kuifahamu al-fi'lu al-madhi utafahamika kuanzia kwenye taarifu yake, lakini pia utafahamika kwa alama nyinginezo ambazo hapa muallif
almuallifani rahmatullahi alayhima watazigusia alama hizo za awali. Biidhnihi subhanahu wa ta'ala, darasa inayofuatia tutasoma albahth, ufafanuzi na uchambuzi unaohusiana na hizi sentensi 6 zilizopo katika huu mlango wa taqsimul fi'l bi'tibar zamanihi, al-fi'l al-madhi. Tutaanzia katika albahth insha Allahu ta'ala.